Mpenzi mtazamaji wa Areti Studio Crest TV, nikukaribishe katika matangazo ya Injili ambayo yanakujia mbashara moja kwa moja, na hili ni kanisa la Free Pentecostal Church kwa maana ya FPCT. Tupo katika viwanja vya hapa ni Nyakagando hapa, Nyakagando Center hapa, Kwa hiyo utasikiliza mahubiri haya yanaendelea katika viwanja hivi. Kusii uendelee kujiunga pamoja nasi katika eneo hili ambalo tayari sasa watu wamekwisha kusanyika kwa ajili ya mkutano. Kumbuka kushare, kusubscribe na kulike mahali popote pale ulipo. Hii ni Areti Studio Crest TV. Nikukaribishe uendelee kutazama kila ambacho kinaendelea katika viunga hivi vya Nyakagando. Karibu sana. Sikiliza, hii ni kwaya pia kwaya inajiandaa kwa ajili ya uimbaji kama ambavyo unaona maandalizi hapo moja kwa moja. Karibu uendelee kutazama. Kama bado kama vijana hawa kila pale wanashindana na katika mfano wa Yesu kama bado natazama kwa yeye kwenda hapa endelea kutazama kila pale. Usisahau kulike Kama ambavyo unasikiliza na kutazama, hii ni Areti Studio Crest TV. Unaweza kuendelea kutazama kila ambacho kinaendelea katika eneo hili kama ambavyo unatazama hapo na kusikiliza.
wakati wa uimbaji na ibada kama ambavyo unasikiliza hapo kurudisha katika eneo hili kutazama na kusikiliza kila ambacho kinaendelea. Wote namna hiyo, unataka wote nani anafanya namna hiyo? Nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa tena. Kwa ajili ya mwalimu mmoja naendeleza wanajiandaa tafadhali. Anakuolewa wawe mwendari mbali na mateso, wawe mwendari mbali na kuolewa, wawe mwendari mbali na mateso. Watu wote wa sauti piga kelele, watu wote wa sauti piga kelele. Tumemleta Yesu mwenye magonjwa, tumemleta Yesu kufufua wafu, tumemleta Yesu mleta amani, tumemleta Yesu mtenda miujiza, aliyemfufua Lazaro kutoka kaburini, aliyemponya mwanamke aliyetokwa na damu, aliyemfufua Lazaro kutoka kaburini, aliyemponya mwanamke aliyetokwa na damu. Yesu pekee, Yesu pekee. Kama bado unaendelea kusikiliza kile kinachoendelea katika viunga hivi. Hallelujah. Kuleta mtumishi ambaye na hii ni kanisa Life PCT. Endelea kusikiliza kile kinachoendelea katika
ya Nyakagando. Usiendelee ku-like, subscribe mahali popote pale ulipo ili uweze kusikia kinachoendelea katika sana. Endelea kusikiliza na kutazama endelea katika viunga hivi Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tena tunasimama hapa. Tangu jana tulisimama kufungua ibada ya jioni hapa Nyakagando. Mchungaji wa kanisa la kama ambavyo unasikia katika utambulisho wake pale ambapo anakwenda kutufungulia ibada hii. Endelea kusikiliza kile kinachoendelea. Mliosikia tangu jana na mpaka sasa tunaendelea kwenda kusikia neno lingine. Muandae roho zenu, muandae mioyo yenu, muandae akili zenu, mtafakari neno la Mungu ambalo linakwenda kusema mahali hapa. Na jana lilisemwa na leo linakwenda kusema mara nyingine, lakini Mungu pia ana makusudi na ninyi ili neno hili liwafikie hapa mlipo Nyakagando, niweze kutengeneza mambo mapya, niweze kufanya mambo fulani ndani ya roho zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana wa Nyakagando, wamama wa Nyakagando, wababa wa Nyakagando, wazee wa Nyakagando, wote wenyeji wa hapa Nyakagando, Mungu ana makusudi na ninyi. Mlioko kule wote muje. Neno la Mungu linawahusu ninyi wote. Haleluya. Na kwenda kumuombea mtumishi wa Mungu atakayesimama leo, lakini naomba uandae moyo wako, na baada ya mhubiri naomba wagonjwa muandae wagonjwa wenu. Waandae wagonjwa, tutakuja kuombea wagonjwa. Huyo ni mchungaji wa kanisa la kutoka hapa bila kuombea wagonjwa na wagonjwa kupata uponyaji. Maana Yesu aliyefika leo yeye ndiye mfufuaji na mponyaji. Kusikiliza na kutazama kile kinachoendelea yote. Ulisikia neno hili. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, mfalme wa wafalme, Mungu ishie milele. Ni wakati mara nyingine tunaposimama katika viwanja hivi vya Nyakagando, ndio kuleta habari njema Yesu uliyoisema kwamba tueneneni ulimwenguni tukaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ndio afya. Lakini bado tunamuombea mtumishi wako anayekwenda kusimama. Neno lako kwanza liwapate watu hawa, niweze kuijenga mioyo yao, na hatimaye baadaye wagonjwa wapate uponyaji. Asante kwa sababu nakwenda kusimama na mtumishi wako pamoja na wote walioko hapo, nakwenda kusimama pamoja nao kuwalisha neno lako ambalo umeliandaa kupitia kwa mtumishi wako. Mtumishi wako atakuwa ni speaker, lakini wewe utakuwa ndiye mnenaji wa neno hili. Maana wewe ndiye mhusika mkubwa. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Naomba hayo yote nikiamini kwamba utasimama pamoja na sisi, na utanena na utafanya kazi, na wagonjwa watapona, na wenye shida na wenye dhambi wote watapona, watakutumikia wewe Mungu. Ni katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Amen. Kwa ajili ya siku hii ya leo, tangu jana tumekuwepo hapa tukieleza habari za Mwokozi, na leo ni siku ya Pasaka, siku ambayo ni ya tofauti kabisa. Mungu amekujalia, Mungu amenijalia hata kuweza kuifikia tena Pasaka ya mwaka 2025. Ukihesabu mwaka 2024 Pasaka na leo mwaka 2025 Pasaka, maana yake tumemaliza mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini heshima na utukufu arudishiwe Mungu. Yeye atupaye uzima, yeye atupaye afya, yeye atupaye mvua, yeye atendaye maajabu na miujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana kwa sababu umekuja. Tumekuja ili kusikiliza, ili kueleza habari za Mwokozi. Ni miaka maelfu imepita tangu Yesu Kristo alipoteswa, Yesu Kristo alipozikwa, na siku ya tatu akafufuka. Sema amina. Amen. Lakini tunapokuwepo leo, tunakuja kueleza
kile ambacho Yesu Kristo aliagiza kanisa lake lifanye. Nashukuru serikali ya Tanzania inatupa uhuru kabisa wa kuabudu kama tunavyotaka, lakini neno moja, usivunje sheria za nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki viongozi wetu wa Tanzania, bila kumsahau rais wetu Samia Suluhu Hassan, maana naacha uhuru wa kila mmoja kuabudu. Makofi kwa Yesu jamani. Haleluya. Hebu tusome neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari hadi mstari wa chini kidogo. Sura huko. Injili ya Yohana sura 5 mstari wa 2 hadi mstari. Ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu. Neno la Mungu linaeleza kazi ya Yesu aliyokuja kufanya duniani. Tunaiona katika maandishi, katika maandiko, Biblia ikieleza namna ambavyo Yesu alifanya kazi humo duniani ili kwamba watu wapate kupona, ili kwamba watu wawekwe huru. Ninajua kabisa katika nchi hii, katika eneo hili la Nyakagando, pia watu wa jinsi hiyo wapo, lakini Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, amekuja Nyakagando ili kuleta uzima. Waliolala wapate kuamka, walio hawawezi waweze kuweza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama, Biblia inasema ili kuwepo eneo moja katika nchi hii, katika eneo hilo. Biblia imetaja ya kwamba watu wengi walikusanyika katika maeneo hayo. Umewahi kusikia katika Karagwe yenu kwamba kuna eneo linaitwa Mtagata? Liko wapi? Kyerwa sehemu gani? Mrongo. Mtagata maana yake ni nini? Mtagata maana yake ni nini? Yamechemka ya moto. Kwa maana leo kabisa ukifika kwenye maji unakuta ni moto. Ya moto. Ni moto kweli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inaeleza katika Yerusalemu kwamba palikuwepo birika, yani eneo la maji kama kisima au kabwawa fulani. Kale kabwawa katika Israeli ilikuwa ni marufuku mtu yeyote kutembea sawasawa na mpito wa jiwe, ilikuwa ni marufuku. Lakini Yesu wa Nazareti, kwa sababu yeye ni Bwana wa Sabato, alitembea zaidi ya mtupo wa jiwe pamoja na watu wake. Amefika eneo la kisima kile, akakuta watu wengi wako mahali pale. Yesu akawaangalia. Habari zenu jamani. Fika pale, bahati nzuri anamwendea baba mmoja, sijui mama ni baba, Biblia haijatofautisha vizuri, lakini nikifuatilia itaeleza. Alipomfikia akamuuliza, fika, habari yako? Akasema, nzuri kidogo, maana nimekuwepo hapa miaka mingi.
Biblia inataja kwamba alikuwa na miaka 38, lakini anapooza hawezi kujihudumia, hawezi kujinyanyua, amekuwa mahali pale. Yesu akamuuliza, je, sasa wataka kuwa mzima? Badala ya yule mgonjwa kusema ndio, alianza kuleta sababu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hatuenda karando, usiwe na sababu. Sikiliza nikwambie, Yesu anabariki. Mwana wa Mungu yuko mahali hapa jioni ya leo. Wewe unayeumwa, wewe unayeteseka, Yesu amekuja. Hebu sogea karibu. Yesu anataka uwe mzima. Haleluya. Yesu akasikiliza yule mtu. Yule mama akajieleza, jamani, mimi nimekuwa hapa muda mrefu, lakini maji yanapotibuliwa nikijaribu kujikokota kwamba nishuke niende kwenye maji, kwa sababu yametibuliwa, mwingine kutoka nyuma yangu akanitambulia na sharti la maji yale. Yule aliyeingia wa kwanza ndiye huyo akapokea muujiza, malaika akaondoka. Haleluya. Haleluya. Yule mtu hakujua anasema na nani. Yesu alipomwangalia akamwambia, ndugu, hebu jitwishe godoro lako uende. Ilikuwa ni siku ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, ewe mtu wa Nyakagando, Bwana Yesu ana uwezo wa kutosha. Yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, yeye ni Mwokozi, yeye ni mfalme wa falme. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, yule ndugu kwa imani alibeba godoro lake akabandika kichwani. Hakuangalia wala hakutafuta wala hakujiuliza kwamba leo ni Sabato. Maana yake kama ungekuwa ni siku ya Sabato, yuko chini ya sheria, wale watu wa Sabato wangezoa mawe wakampiga, maana amevunja Sabato. Lakini aliyemweleza ni nani? Aliyemwambia ni Bwana wa Sabato. Beba godoro lako, jitwishe uende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yule baba akabeba godoro akaweka kichwani, akatembea, yuko mzima, uwete wake na kupooza kumeisha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu mtazame Yesu. Watu wengi wamemwamini Yesu, wanasema wanamfuata Yesu, lakini hawaangalii uwezo wa Yesu ni wa namna gani, kazi ya Yesu ni ya namna gani. Wanafikiri Yesu ni wa kawaida. Sema amina. Biblia imeeleza eti siku hiyo ilikuwa ni siku ya ajabu, maana watu wengi walibaki katika nafasi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yesu ni mweza. Yesu ni wa ajabu. Yesu tunayemtegemea, kwa sababu Yesu amefufuka. Yesu ameshinda. Haleluya. Haleluya. Sikiliza nikwambie, mauti na kuzimu asiyekubalika mbele zake shetani alifyatamkia. Amina. 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 Piga makofi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yesu anakupenda. Ewe mtu wa Nyakagando,
Yesu anakuhitaji jioni ya leo. Inawezekana kabisa ndani ya maisha yako Yesu anatenda maajabu. Yesu anaokoa. Watu waliookoka wanamjua Yesu. Ndio maana tuko hapa, tunatangaza habari za Yesu, habari za Mwokozi, habari za mfalme wa falme, habari za aliyeshinda kifo na mauti. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini nani aliyeponyeshwa? Mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja peke yake ndiye aliyekusudiwa ndani ya wagonjwa wale wote waliojaa. Lakini tazama, huyu mmoja akamwamini Yesu, na Yesu akaonyesha uwezo wake juu yake. Yule aliyepooza akawa mzima. Haleluya. Yesu, tazama, Biblia inaeleza mambo yaliyofanyika juu ya kaburi la Yesu. Hata malaika walishuhudia, hata maaskari nao walishuhudia. Kwa sababu gani? Yeye ni mwenye uweza, yeye ni mfalme wa falme asiyekubalika mbele ya kuzimu na mauti. Ilipofika siku ya tatu, mauti kamtapika Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Biblia. Aliponywa kwa sababu malaika yuko ndani ya maji yale. Amen. Kwa maana hiyo Mungu alikuwa ameandaa lile eneo kwamba ni eneo la watu kuponea. Lakini tazama, aliyeandaa anakuja sasa. Yesu mwenyewe anafika pale, anaona watu wengi waliolala. Amina. Amen. Amina. Amina. Akawahoji. Alipohoji, huyu aliyepooza anajieleza. Baada ya kujielezwa, swali ni moja: je, wataka kuwa mzima? Yule baba anasema, mimi sina mtu wa kunisaidia. Hakujua kama Yesu amekuja. Hakujua kama huyu anayemuuliza anaweza kumpa msaada. Hakujua. Lakini sikiliza, Bwana Yesu alipomsikiliza, Bwana Yesu alipomwangalia, Bwana akamwambia, yatosha, hebu nyanyuka, kunja godoro lako, beba ujiende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 9. Ule mstari wa 9 unasema, mara yule mtu akawa mzima, akajitika godoro lake, akaenda nayo. Ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Haleluya. Chochote. Lakini Bwana wa Sabato Yesu Kristo amekuja mwenyewe, asiyefungwa na Sabato, kwa sababu Sabato ni yake. Amina. Amina. Ndio maana alimweleza yule mgonjwa, hebu kunja godoro lako na uende. Vya nini hakuvijali? Maana alichokuwa natafuta, alikuwa anatafuta kuwa mzima, na sasa amepona. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inawezekana ndani ya Nyakagando wapo watu wamesubiri msaada, wamekosa msaada, lakini nakwambia jioni ya leo Yesu wa Nazareti amekuja. Yeye ndiye. Ya pili, usiku saa 8 tumelala watumishi wa Mungu. Ghafla sauti kaniambia, fungua macho uangalie ndani ya dari. Nikainua macho, nimelala chali. Nikainua macho, nilipotazama hivi nikaona
paa la nyumba inafanya likapasuka. Baada ya kupasuka, ndani ya ile tundu akatokea paka katikati yetu. Kaambia watumishi, amkeni, amka muangalie hiki kitu. Amkeni, tumevamiwa, amkeni. Watumishi wenzangu wakainuka, wakanyanyuka, wakaamka, kaangalia hapo, paka amedondoka hapo. Kaambia kwa jina la Yesu, wewe paka lazima utoke hapa. Wewe paka lazima utoke hapa. Jambo wa moyo, kwa jina la Yesu, toka wewe hapa. Yule paka karuka, akaondoka. Kifuatacho ni nini? Tukaziuliza kifuatacho ni saa 8 usiku. Lakini kaambia wale Waswahili wamekuja kutuangalia. Waswahili wametutembelea usiku wa leo, watuone mahali tulipo na sisi tuwaone kwamba wapo. Ndio maana wamefanya hivi. Tukaomba, tulipomaliza kuomba, tukafungua mlango. Tukasema fungue mlango. Katoka nje. Tulipotoka nje, kama pale kwenye nyumba ile, majamaa yamekoka moto, kuna koroboi zao zinawaka. Kawaambia, hamfanyi chochote. Tumemleta Yesu wa Nazareti, mwenye kuweza katika yote. Hakuna cha kufanya. Ndani kulala. Ndani tukafunga mlango tukalala mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikiliza nikueleze, kazi ya mchawi bado haitoshi. Walikuja mbele ya unga, mwishoni mwa unga, kama unavyoona mahali hapa, katikati ya barabara akanya kama tembo. Kuamka asubuhi tunakuta rundo la kinyesi cha mwanadamu kama tembo. Haikuwa kitu cha kawaida. Unajua wanasema eti ndani ya Bukoba hakuna wachawi, lakini sikiliza nikwambie, wachawi wapo hata ndani ya Nyakagando. Wachawi mumo hata ndani ya Nyakagando. Wachawi wapo, wanaona wachawi wapo, wanawake wachawi wapo. Sikiliza, tumemleta Yesu, Yesu wa ajabu, yeye aliyekufa akafufuka. Jioni leo kwa Yesu naye atakuokoa. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 hadi 19. Mbalimbali na katika madhehebu mbalimbali, lakini sikiliza nikwambie, watumishi wa Pentekoste ni mwisho wa sheria. Watumishi wa Pentekoste ni mwisho wa sheria. Hawaogopi majini, hawaogopi mchawi, hawaogopi mganga. Naye Bwana wa mbinguni amejidhihirisha juu ya watumishi wake, juu ya mambo kama hayo. Paulo pamoja na Sila wakitembea katika huduma zao, siku moja eti kijakazi mmoja. Nini maana ya kijakazi? Nini maana ya kijakazi? Ni mwanamke au ni mwanaume? Neno kijakazi ni mtumwa. Sikiliza, Biblia inasema, Paulo anasema kijakazi mmoja aliyekuwa mwaguzi, mtumwa wa shetani, mwaguzi. Asante sana. Aliyekuwa mtumwa wa shetani na mwaguzi akamfuata Paulo na Sila akipiga kelele, mazima walikula wao na wakosima wa Mungu, barangire nchi, mubahulize. Paulo na wenzake akasikia hasira, mara hiyo yule pepo wa mwaguzi akachoka ndani ya yule mtumwa, akaondoka. Haleluya, haleluya. Siku watu wakwenda, inawezekana ndani ya kwenda
Waaguzi ni wengi, waaguzi ni wengi, waganga wa kienyeji ni wengi, hata redio zenu za Karobo na Fadeko na zingine zinatangaza mawaganga wa kienyeji, wanasema imetoka Sumbawanga, imetoka Tanga. Wacha, Tanga ni Tanzania, Sumbawanga ni Tanzania, lakini yuko Yesu ametoka mbinguni. Yesu ametoka mbinguni. Amina. Amina. Yeye ni tosha. Yeye ni tosha.